Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aeleza kuridhishwa na hatua za maandalizi ya kuelekea sherehe za kuwashwa kwa mwenge wa uhuru. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo yazindua kivuko cha watembea kwa miguu eneo la Ubungo Kisiwani. Na katika habari za kimataifa, tetemeko lingine la upiga mji wa Mandalay nchini Myanmar. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema ameridhishwa na hatua za maandalizi kuelekea sherehe za kuwashwa mwenge wa uhuru ambao utazunguka katika mikoa 31 na halmashauri 195 nchini. Taarifa zaidi inasomwa studio na Nancy Ibrahim. Waziri Mkuu amesema hayo baada ya kukagua maandalizi hayo katika uwanja shirika la elimu Kibaha mkoani Pwani, ambapo mgeni rasmi katika sherehe hizo zitakazofanyika Aprili 2, 2025 atakuwa ni makamu wa rais Dr. Philip Mpango. Akizungumza baada ya kukagua maandalizi hayo, Majaliwa ametoa wito kwa waratibu wote wa sherehe hizo kuhakikisha kuwa wanakamilisha haraka maeneo machache yaliyobakia. Tunalo jukumu la kuhakikisha kuwa mwenge huu haupati dosari. Kwa hiyo kila mmoja na idara yake kwenye kamati zenu. Najua kutakuwa na kamati ndogo, mapokezi, chakula na kila kitu. Zile kamati zote zifanye kazi yake vizuri. Hayo ndio ni matarajio yetu. Mimi nimekuja kujiridhisha miundombinu na mwenendo wa maandalizi, lakini mambo ambayo ni endelevu ni kuhakikisha kwamba kila tulichopanga kinatekelezwa. Kila mmoja aliyeko kwenye kamati ndogo, kamati hiyo inafanya kazi yake. Na panapotokea tatizo kuwe na muundo, mfumo mzuri wa mawasiliano. Naye waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Ridhiwani Kikwete, amesema maandalizi hayo yamefikia asilimia 96 na maeneo machache yaliyobaki yatakamilishwa ndani ya muda mfupi. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka tu nikujulishe kwamba uwanja huu unaoona haukuwa katika hali hii kwa kweli. Yako mambo makubwa yamefanyika ambayo mpaka leo unapoona tulipofikia hapa ni sehemu kubwa sana, na maandalizi yanakwenda vizuri na kitu kwenda vizuri. Kwa upande wa miundombinu ambao tumekwisha iandaa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza tukianza na uwanja wetu, ili eneo la jukwaa kama unavyoona tumelirekebisha sana. Jukwaa hili alikuwa kama lilivyo hivi. Tumerekebisha kupata hizi ngazi, lakini pia kutengeneza jukwaa hili kubwa ambao unaliona hapa, na tumeweka mitalo ambayo itasaidia kwa ajili kama in case kutokea mvua maji yaweze kupita, na drainage system katika uwanja mzima imetengenezwa vizuri, ikiwa pamoja na kuwawekea wanaokuja mahitaji kama watahitaji maji. Tumewekea matanki makubwa yanayoingia lita 10,000 ambao tunahakika kabisa mambo yatakwenda vizuri. Awali akitoa salamu za mkoa wa Pwani, mkuu wa mkoa huo Abubakar Kunenge amesema kuwa wamejipanga vyema kuhakikisha sherehe hizo zinafanyika kwa mafanikio. Asante sana Nancy Ibrahim. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo imefanikiwa kujenga na kuzindua kivuko cha watembea kwa miguu eneo la Ubungo Kisiwani, kata ya Ubungo, kuwawezesha wananchi kuvuka mto Gide, jambo ambalo lilikuwa ni changamoto hususan kipindi cha mvua. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kivuko hicho, mbunge wa jimbo la Ubungo ambaye pia ni waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amempongeza diwani wa kata hiyo ambaye ni mstahiki meya wa Manispaa ya Ubungo, na kusema kuwa kazi ya viongozi ni kutatua changamoto za wananchi, na kusisitiza kuwa mwaka huu wanakwenda kujenga vivuko vingi. Aidha, Profesa Mkumbo amewasisitiza wananchi kutambua kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na kwamba wana jukumu la kuhakikisha wanashiriki kikamilifu uchaguzi huo. Ndugu zangu, nataka tumshukuru mstahiki meya. Yeye hawezi kujua. Huyu bwana ni mstahiki meya Manispaa ya Ubungo, lakini anakwapa. Mtaa wake unaitwa Msewe. Msewe kuna changamoto kubwa sana ya kivuko. Pale cha kwenda chuo. Lakini meya wenu na diwani wenu sio mchoyo. Kwa sababu katika hali ya kawaida angeweza kusema fedha tuzipeleke wapi. Yeye mstahiki meya ndio mwenyekiti wa halmashauri pale. Ndio mwenyekiti wa kamati ya fedha ambayo inagawa. Mimi nadhani nikiingia kwenye na waziri wangu huu, nikiingia kwenye kikao cha manispaa, yeye ndio bosi wangu. Pale mimi nakuwa ni mtu wa maoni, yeye ndio mfanya maamuzi.
Kwa alifanya uamuzi usio wa kichoyo kwamba kivuko cha Msewe kisubiri tulete Ubungo kisiwani. Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo ambaye ni diwani wa kata hiyo ya Ubungo, Juma Jafari Nyaigesha, amesema mto Gide umekuwa na changamoto kwa wananchi hao, hivyo halmashauri imetumia zaidi ya shilingi milioni 175 ili kumaliza changamoto hiyo, ambapo amewataka wananchi kukitunza kwa kuimarisha usafi. Kinapitisha watu wa maeneo mbalimbali kutoka Makuburi, kutoka huko Kibangu na maeneo mengine ambayo wananchi wanatumia njia hii. Lakini toka ulivyofika uliweza kuona kivuko hiki hata sasa kinaweza kupisha hata bajaji. Hivyo ni rai sasa kuomba wananchi ambao kandokana na maeneo haya kutoa vieneo kidogo kwa ajili ya kupisha, ili huduma hii iweze kupitisha hata bajaji, kwa sababu faida ya bajaji kunaweza kuwa na mgonjwa akawa kwenye bajaji akakimbizwa ng'ambo, akakimbizwa hospitali. Na baadhi ya wananchi wa eneo hilo wameishukuru serikali kwa kukamilisha ujenzi, kwani walikuwa wakikabiliwa na changamoto ya namna ya kuvuka, ikiwemo uvukaji wa wanafunzi kwenda shule. Mwanzoni ilikuwa ni changamoto kupita sana hapo. Kama mimi muda mwingi nakuwa na pikipiki, kwa hiyo ile daraja la kwanza lilikuwa lipitiki kwa pikipiki, kwa sababu lilikuwa ni la mambao, lakini ambalo lilikuwa sio salama sana. Lakini kwa sasa hivi itakuwa ni rahisi kupita kwa chombo chochote, na sasa hivi nimeona hata bajaji ina uwezo wa kupita kwenye eneo hili hapa. Kwa hiyo tunamshukuru rais wetu, tunashukuru viongozi wa chini, mbunge, meya pamoja na madiwani, lakini pia na mwenyekiti wa serikali za mtaa kwa kufanikisha jambo hili hapa. Ni faraja kwetu wananchi kuona kwamba tumerahisishiwa maisha. Kwa mwanzoni kabla tujapata hili daraja, kwa kweli wananchi wa upande wa pili na upande wa kwetu kidogo ilikuwa ni shida. Wengine walikuwa wanapita hapa kwa ajili ya kwenda kupata hitaji upande mwingine, lakini kwa ni shida na upande mwingine. Na vile vile wanafunzi upande wa huku kwenda upande wa pili na ilikuwa ni shida. Kwa hiyo sema pande zote mbili, kwa sababu tunategemeana nazo, zilikuwa ni shida wakati wa mwanzo, kwa sababu palikuwa pamewekwa tu ngazi. Hasa zile ngazi watoto hawawezi kupita. Sana labda ni vijana kidogo, kwa sababu wana nguvu wanaweza kupita, lakini watu wagonjwa na watu wazima kidogo ilikuwa ni shida kupita katika eneo hili. Lakini tunashukuru baada ya mbunge na meya kutuletea daraja kwa kushirikiana na uongozi wa mtaa, hadi sasa tumeweza kupata hili daraja ambalo sasa hivi limekuwa ni nafuu kwa waenda kwa miguu katika eneo hili. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Serikali kupitia ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora imetoa kibali kwa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA kuajiri watumishi wapya 74 katika jitihada za kuongeza ufanisi wa taasisi hiyo kutekeleza jukumu lake la msingi la kulinda nguvu kazi ya taifa. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chacha inasomwa studio na Nancy Ibrahim. Mpango huo wa serikali umeelezwa katika kikao cha 4 cha baraza la 5 la wafanyakazi wa OSHA kilichofanyika Kibaha mkoani Pwani na kufunguliwa rasmi na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mary Maganga. Tuko hapa kwa utatu wetu. Sisi kama wafanyakazi, serikali ipo na wenzetu wa vyama vya wafanyakazi. Tunategemea changamoto zote zilizopo tunaziongea kwa baraza kama haya, si ndio? Naomba nitumie fursa hii kwa niaba ya baraza na watumishi wote kukushukuru kwamba umeweza kutupatia kwa juhudi zako binafsi, umeweza kutupatia vibali vya watumishi 74 ambavyo kwa sasa viko sekretarieti ya ajira na wameshaanza kutangaza. Lakini vile vile tunategemea kununua magari 8, lakini tunategemea pia kununua vifaa vya kisasa kabisa vya kaguzi vya karibia bilioni 1.1. Kwa hiyo tuna imani kabisa Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakapopita tena katika kufanya tathmini ya pale tulipofika, basi tutakupa hadithi nzuri ya kwamba hii ndoto ambayo tunayo, ambayo tunaamini itakuja kuwa kweli, basi tumeweza kuifikia. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa serikali na afya TUGHE, Rugemalila Rutatina, ameipongeza OSHA kwa kuwa mfano bora katika kujenga umoja wa wafanyakazi, ikiwa ni pamoja na kuwashirikisha kufanya maamuzi muhimu ya taasisi kupitia vikao vya mabaraza ya wafanyakazi. Sisi kama TUGHE tumekuwa tukifurahi ushiriki na ushirikiano wa OSHA kama taasisi na wafanyakazi na washirikishaji sisi kama chama cha wafanyakazi. Tunashukuru sana kwa ushirikiano mzuri kati ya management ya OSHA na watumishi wa OSHA au wafanyakazi wa OSHA na chama cha wafanyakazi
Mabaraza ya wafanyakazi nchini yapo kwa mujibu wa waraka wa Rais namba 1 wa mwaka 1970 uliowaelekeza waajiri kushirikisha wafanyakazi mahala pa kazi katika kupanga, kutekeleza na kutathmini matokeo ya kazi zinazofanyika. Ni taarifa yake Recho Chacha iliyosomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Serikali wilayani Ludewa imeeleza kuwa haitakuwa kikwazo kwa wawekezaji watakaofika wilayani humo kwa ajili ya kufanya utafiti wa madini ama kufanya uwekezaji katika sekta ya madini ili kuhakikisha wilaya hiyo inafunguka kiuchumi. Taarifa zaidi na Ibrahim Lele kutoka Njombe inaeleza. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Ludewa Paul Olvanus wakati akizungumza na wananchi wa kijiji cha Mkiu wilayani Ludewa baada ya kumtambulisha mwekezaji mpya wa madini anaendelea kukamilisha utafiti wa madini ya rare earth katika kijiji cha Mkiu ndani ya wilaya ya Ludewa. Na watu walio chini yangu nao pia wawe na moyo kama ule ambao ofisi yangu inafanya, kwa sababu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio pilot wa diplomasia ya uchumi, na diplomasia ya uchumi ni kuweza kufanya handling vizuri ya wawekezaji ili tusiweze kuwapoteza. Tusijivune sana kama Watanzania na rasilimali tulizonazo. Hata mataifa mengine ndani ya bara la Afrika rasilimali kama hizi wanazo, lakini kwa nini wanakimbilia Tanzania? Uwepo wa amani nzuri, lakini pia uwepo wa diplomasia nzuri ya uchumi, lakini ushirikiano wanaopata na ukarimu unaotoka kwa wananchi wetu. Mohamed Yahya Al-Kathir ni mkurugenzi mtendaji na mbia kutoka kampuni ya Hongji Mining Company Limited. Hapa anaeleza kinachoendelea katika utafiti wa madini hayo. Kwa hiyo tunatarajia tukishamaliza tuandike ripoti kuipeleka serikalini na tuwafahamishe tulioyafanya au tulioyafanyia uchunguzi ili wayafanyie kazi na watusaidie kwenye hatua inayofuata. Hayo madini ni kwa jina linaitwa rare earth. Yanatengeneza mabetri ya magari, vipuri vya ndege na mambo mengi. Kwa kweli soko lipo zuri na tunatarajia sana soko letu liko China, na mpaka tumefikia hatua hii na maana tunafanya mawasiliano na wale ambao au wateja wetu. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa kata Lubonde, diwani wa kata hiyo Edgar Mtitu ameiomba serikali kuendelea kupeleka wawekezaji katika wilaya ya Ludewa ikiwemo ndani ya kata yake ili rasilimali za madini ziendelee kuwanufaisha wananchi. Mimi kwanza naomba serikali iendelee kuleta watu. Kama imepatikana madini ya aina hiyo pale, nina uhakika yako na mengine. Ili kazane kuleta wawekezaji wengine kuja kufanya utafiti zaidi, kwa sababu naamini Ludewa tuna rasilimali za kutosha. Tuna rasilimali za kutosha na tuna maeneo ya kutosha. Kwa hiyo naomba serikali iendelee kuleta wawekezaji wengine, waendelee kuja kufanya utafiti. Mimi nikiwa kama kiongozi, unapokuta kuna miradi mikubwa inakuja, jambo la kwanza ni kuwaelimisha wananchi wako, watambue ile fursa ambayo iko kwao. Hilo jukumu la kwanza ambalo tunalifanya. Lakini jambo la pili, ukishawapa elimu, lazima wawezeshwe wa watu. Wawezeshwe kwa namna gani? Wawezeshwe kwa kwenda kwanza kuzitambua zile fursa. Wakishazitambua zile fursa, warudi kwenye jamii, watambue kwamba hapa kwetu kuna kitu muhimu na tunatakiwa tukichangamkie. Nikiripoti kutoka katika viunga hivi vya mkoa wa Njombe, hii ni TVE Habari. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Wakazi wa kijiji cha Mgaya kata ya Luganga wilayani Mbogwe mkoani Geita wamemuomba mbunge wao Nicodemus Mganga kusaidia kufikisha kilio chao cha ukosefu wa maji safi na salama kwa mamlaka husika, kwani muda mrefu wamekuwa wakitumia maji yasiyo salama, jambo linalohatarisha afya zao. Taarifa na Joel Maduka kutoka Mbogwe, Geita. Kilio hicho walikifikisha wakati wa mkutano wa hadhara uliohudhuriwa na mbunge Maganga ambao alikutana na wananchi wa kijiji cha Mgaya Mponda na Mpakani. Mkutano huo ulianza kwa shamla na burudani kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo. Hata hivyo, licha ya mapokezi ya shangwe, wananchi wa Mgaya wameelezea malalamiko yao makubwa kuhusu ukosekanaji wa maji safi na salama. Yangu nilileta kwako, naomba tupate maji, na hivi vyoo vinahitaji maji. Ni vyoo ambavyo unapohitaji huduma ya lazima kuwe na maji, lakini hatuna maji. Tumetuletea hospitali watujengea,
choo cha kisasa umetujengea, lakini choo cha kisasa ni kwamba, ndugu yangu, choo cha kisasa kinahitaji maji. Wanafunzi wetu wanataka kufuata kilomita 4 kufuata maji. Kutokana na maombi hayo, mbunge Maganga amemtaka kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo John Sungura kutoa maelezo juu ya mchakato wa upatikanaji wa maji kijijini hapo, huku mbunge Maganga akiahidi kuweka juhudi kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo muhimu. Katika kijiji hiki cha Mgaya kuna maji yaliyopatikana, ambapo mamlaka ya maji vijijini RUWASA wameweza kuchimba kisima hapa, na amemuomba mheshimiwa mbunge aweze kulisemea swala la maji ili tuweze kupata mtandao wa kusambaza maji maeneo yote ya vitongoji na kijiji kizima cha Mgaya. Kwa hiyo hata shuleni pia, kwa ukosefu wa maji yaliyopo, kwa mradi huu mkubwa wa RUWASA, naamini maji yatafika shuleni. Kwa hiyo naamini kabisa mheshimiwa mbunge atalichukua na ataliwasilisha sehemu inayotakiwa ili iweze kufanyiwa kazi. Na hii nikiri kwamba nitaenda kuongea na meneja na nitampa msukumo mkubwa, kwa sababu kwenye ripoti zangu hapa tulileta kisima cha maji pamoja na mheshimiwa diwani amesema, lakini bado hajaanza kufanya kazi. Kwa hiyo nitaenda nikaweke msukumo ili kusudi aje awasaidie hapa wananchi wa Mgaya ili kusudi mwanze kupata maji kwa wakati mwafaka. Sambamba na swala la maji, wananchi wa kijiji cha Mponda wametumia fursa hiyo kuwasilisha maombi yao kuhusu ukarabati wa barabara na ujenzi wa madaraja katika baadhi ya maeneo. Kwa Msalala kuna tatizo. Mvua ikinyesha watoto tunawaokoa kwenye maji. Barabara ile ya Msalala halina madaraja. Na maji yakija vijiji vya Mponda ndio yanakuja kutuletea mkosi hapo. Ile barabara inayotoka Wakumbi ile ya Tasafu ile barabara ni nzuri sana umetuletea. Sasa kwenye mabonde pale ndio ambayo yanatusumbua, tunakuomba utuletee makarabati. Mbunge Maganga ameahidi kushirikiana na mamlaka husika ili kuhakikisha changamoto hizo zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Ni taarifa yake Joel Maduka. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka wananchi kuendelea kumwombea na kumuunga mkono Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili aendelee kutimiza maono ya kusogeza huduma bora kwa wanakatavi na Watanzania kwa ujumla. Neema Hussein ana taarifa zaidi. Mrindoko ameyasema hayo katika hafla ya iftari ambayo iliandaliwa na ofisi yake na kuwakutanisha waumini wa dini zote, ambapo amesisitiza upendo, amani, utulivu na ushirikiano ili kufanya mkoa wa Katavi uendelee kusonga mbele kimaendeleo. Lakini pia nitumie nafasi hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye nchi yetu na katika mkoa wetu, kwa maendeleo makubwa na mabadiliko chanya ya hali ya juu ambayo tumeendelea kuyapata katika mkoa wetu wa Katavi. Hatuna namna isipokuwa ni kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu, kuendelea kumwombea yeye na viongozi wengine waandamizi wa kitaifa, na kuendelea kuhakikisha kwamba maono yake tunayatimiza ya kuweza kutumia huduma mbalimbali ambazo ametoa fedha nyingi, takriban trilioni 1.3 kuja kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. Naye kaimu shehe mkuu wa mkoa wa Katavi amewataka waumini kuendelea kulinda amani hasa kipindi hiki cha uchaguzi, huku baadhi ya washiriki wakimshukuru mkuu wa mkoa kwa kuendelea kuwa kiunganishi cha dini zote ndani ya mkoa wa Katavi. Ndugu zangu, haya yote yanaweza kufanikiwa kama tutatanguliza jambo letu jema la amani. Nchi yetu ni ya amani na sisi tumezoea kuishi katika amani. Basi hili la uchaguzi lisitupelekee kuvuruga amani eti tu kwa sababu mtu anataka madaraka bila ya kupata ridhaa au kwa kutakuwa ridhaa za watu kwa nguvu. Hapana, twende taratibu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupitishe salama katika zoezi hili la uchaguzi, atubakishe katika amani. Na kwa hii amani ambayo ambayo wameitaka kwamba tuendelee kuidumisha katika nchi yetu hii ya Tanzania, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutupa taufiki katika nyoyo zetu kuzilainisha na tuweze kuyafanya yale ambayo yaliyokuwa ya haki, ambayo yasiyokuwa ya haki tusiweze kuyafanya, ili tuweze kupata utulivu wa nchi yetu na iwe ni mfano wa kuigwa. Jambo jingine ambalo nimefurahi nalo sana ni namna gani viongozi wa serikali wamekuwa karibu na wananchi. Kitendo cha kuandaa chakula, tunakula pamoja, tunapata faraja.
tunajisikia amani na tunaombea kwa Mwenyezi Mungu awape hekima na busara wasimame majukumu yao kwa amani na upendo huu ambao wameuonyesha. Ni taarifa yake Neema Hussein. Wakazi wa kata ya Lizaboni na Mfanyaraki zilizopo halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wameiomba serikali kuwatengenezea kivuko cha daraja kinachounganisha kata hizo kupitia mto Mwembe Chai kilichoharibika kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha mkoani humo. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Innocent Horomo kutoka Ruvuma. Wakizungumza na TVE Habari, wananchi wakazi wa kata hizo wanaotumia kivuko hicho kilichopo mto Mwembe Chai ambacho ni kiungo cha mawasiliano kati ya kata ya Lizaboni na Mfaranyaki wamesema ni takribani zaidi ya mwezi moja tangu kivuko hicho kiharibiwe na mvua, ambapo hadi sasa hakuna jitihada zozote zilizofanyika, hali inayohatarisha usalama wa wananchi wanaoendelea kutumia kivuko hicho. Hali halisi iliyokuwepo na uiona ndiko hivyo, lina mwezi hapa. Yaani wakazi wa huku na huku tegemea huko ndo daraja ni hili, hamna kivuko kingine zaidi ya hiki kivuko. Na hali halisi ndio kama unavyoiona. Hapo katikati tuliandikiwa tangazo kwamba tusipite. Wenyekiti na watendaji walikuwepo eneo hili tukakujua kwamba litashughulikiwa, lakini sasa inaweza ikawa ni mwezi unapita toka ile daraja limechegama na hatuoni juhudi zozote za aina yoyote kurekebishwa daraja hili. Sasa umri wa mimi tunavuka sasa chini. Na chini yenyewe sasa kakinyesha kambuya na jaa maji, basi tunakaa ngambo ile ile. Sasa tunaomba msaada, chonde mtusaidie. Tutapita wapi Bikongo kama sisi watoto wa shule? Njia kubwa ndi hiyo, tunaomba msaada, mtusaidie. Bahati Mbano ni mwenyekiti wa mtaa wa Mfaranyaki, anaeleza umuhimu wa kivuko hicho kwa wananchi wa kata ya Lizaboni na Mfaranyaki na hatua zilizochukuliwa na ofisi yake ili kutatua changamoto hiyo. Tuna shule hapa sekondari, watoto wengi wanatoka kata ya Lizaboni na kuendelea huko, wanatarajia kuvuka hii daraja hii. Na tuna makaburi ambayo yanategemewa na manispaa nzima, iko Mfaranyaki, hususani kata ya Lizaboni na kuendelea. Wote hawa wakitokea msiba, mazishi yao wanategemea kufanya Mfaranyaki. Na daraja hili ni tegemezi kubwa sana wanapokuja kuzika, watu kuvuka kwa ajili ya kuja kuzika. Kwa hili tatizo lilivyotokea tu, mimi nilichofanya kama mwenyekiti wa mtaa, nilimshirikisha diwani wangu wa kata. Na diwani alikuja mpaka sehemu ya tukio. Kwa hiyo toka nilivyomshirikisha diwani, sikuona kitu chochote kilichoendelea mpaka leo. Kufuatia changamoto hiyo, TVE Habari imezungumza na diwani wa kata ya Lizaboni, ambapo akizungumzia kuhusu changamoto hiyo amesema ofisi yake imetoa taarifa kwenye ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya manispaa ya Songea, ambapo kwa sasa wanangojea utekelezaji. Aidha, amewataka wananchi wanaotumia kivuko hicho kwa sasa kutumia njia mbadala ili kuepukana na madhara yanayoweza kujitokeza. Lakini tuliamua tuandike na barua kama kata tumeipeleka kwa mkurugenzi. Wito wangu kwa wananchi ambao wanatumia barabara ile, basi ni waombe sasa wanafunzi ambao wanatoka Lizaboni kwenda Mfaranyaki, lakini na wananchi ambao wanatumia njia ya mkato kuja mjini, ni waombe sasa wasitumie barabara ile, waitumie barabara kuu ambayo inaunganisha kata ya Lizaboni na kata ya Mfaranyaki, wasitumie kivuko kile. Nikiripoti kutoka katika eneo hili ambalo linaunganisha kata mbili, kata ya Mfaranyaki na kata ya Lizaboni, halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Innocent Horomo, TVE Habari. Asante sana Innocent Horomo kutoka Ruvuma. Zaidi ya shilingi milioni 840 zimetolewa kwa washindi 1300, huku jumla ya simu za mkononi 540 sanjari na magari mawili nayo yakitolewa kwa wateja wa mtandao wa Yas katika msimu wa pili wa promosheni ya magifti tukugifti inayoendelea nchini. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam wakati wa zoezi la ukabidhi gari kwa mshindi wa promotion ya magifti tukugifti kutoka eneo la Mbagala jijini Dar es Salaam, ambapo mkurugenzi wa Yas kanda ya Dar es Salaam Kusini Robert Kasulwa amesema hatua hiyo ni katika kuhamasisha Watanzania kuendelea kutumia mtandao huo ambao una jumla minara 4200 ya 4G na 5G ili kutoa uhakika wa mawasiliano pamoja na huduma za miamala ya kifedha kupitia Mix by Yas. Aidha, Kasulwa amezungumzia siku 100 tangu kubadilishwa chapa kwa kampuni hiyo kutoka Tigo na Tigo Pesa hadi kuwa Yas na Mix by Yas,
ambapo amesema katika kipindi hicho kifupi kampuni hiyo imekuwa na mafanikio makubwa katika kutoa huduma za mawasiliano nchini, hali iliyopelekea kushinda baadhi ya tuzo, ikiwemo kutoka tuzo za TEHAMA, TRA na tuzo nyingine, huku akiwaahidi wa Tanzania huduma bora za mawasiliano pamoja na huduma za uhakika za miamala ya kifedha zenye viwango. Msimu huu wa zawadi ya magift ya kugift tayari tumeshatoa na kuwazawadia zaidi ya Watanzania 1300, lakini tumetoa zaidi ya milioni 840 fedha taslimu, lakini pia hivyo hivyo tumeweza kutoa simu janja zaidi ya 540. Kwa hivyo umepata nafasi kubwa zaidi kwa Watanzania wengi zaidi kujishindia zawadi mbalimbali, na kubwa zaidi leo tumekamilisha gari la pili, maana katika msimu huu wa magifti ya kugifti tumeshatoa magari mawili ya aina ya Kia Sorento ambayo ni 0 kilomita. Kwa upande wake, mshindi wa zawadi ya gari kutoka eneo la Mtoni kwa Azizi Ali Mbagala jijini Dar es Salaam, Ramadhani Abdalla, ameshukuru kampuni ya Yasi huku akiwataka Watanzania kuamini promotion hizo, huku akiahidi kutumia usafirio katika kuendesha pamoja na kujitafutia riziki. Nimepigiwa simu akaniambia, bwana wewe unaishi wapi? Nikamwambia mimi naishi Mtoni kwa Azizi Ali. Wewe ndio Ramadhani Abdalla? Nikamwambia bwana, kesho tutakukabidhi gari, ndio leo utusubiri maeneo kwako, ofisini kwako, tutakuja kukupitia, twende tukukabidhi gari lako. Mimi nikamwambia bwana, mimi siamini. Akawa nasubiri, bahati nzuri wakanipitia. Leo ndio nimefika kwenye tukio, na mimi nashukuru na nakwambia Watanzania, hii promotion sio ya uongo, ni promotion za ukweli. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir amezindua mfuko wa maendeleo na kuwataka Waislamu nchini na waishio nje ya Tanzania kushiriki shughuli za maendeleo ikiwemo ujenzi wa shule na hospitali kwa kuchangia mfuko huo uliopewa jina la Mufti Development Fund MDF unaochangiwa kupitia huduma ya M-Pesa. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mfuko huo ambao utakuwa ukichangiwa kupitia mfumo wa M-Pesa, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Abubakar Zubeir amesema lengo la mfuko huo ambao umepewa jina la Mufti Development Fund MDF ni kusaidia kwenye shughuli za maendeleo ikiwemo ujenzi wa miradi ya maendeleo. Aidha amesema kuwa maendeleo hayachagui taasisi ya dini, hivyo amewataka Waislamu kutoka mikoa yote nchini pamoja na wale waishio nje ya nchi yani diaspora, sanjari na waumini wasiokuwa Waislamu kuchangia mfuko huo kwa ajili ya maendeleo. Kwamba hili jambo halina mashaka, hili jambo tumelianzisha sisi, hili jambo tuna kampuni iliyokuwa ya sawasawa na yenye wataalamu wa kutosha tena wajuzi wa kulieleza. Tulikubali, tulipokee, tuingie katika kuchangia mfuko huu ili tuweze kupata mafanikio ya maendeleo. Na mfuko sio kumchangia mufti ili mufti ajenge nyumba afanyeje. Mimi nina manyumba toka zamani, mimi nina magari toka zamani na kila kitu. Huu ni mfuko wa maendeleo wa baraza. Hili njina tu. Lakini ni mfuko wa maendeleo wa baraza ambao utakuwa unasaidia katika masuala mbalimbali. Na masheikh wa mikoa ni washukuru, lakini huu ujumbe muuchukue nyinyi masheikh wa mikoa, masheikh wa wilaya, masheikh wa kata, maimamu wa misikiti na viongozi wote wa baraza. Na huu mfuko si kwa ajili ya viongozi wa baraza tu au watu walioko katika baraza. Muislamu yoyote anataka kuingia aingie ruhusa, na aliye ndani ya nchi na aliye nje ya nchi. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa kutoka kampuni ya Vodacom Kilian Kamote amesema kuwa wameanzisha mpango wa uchangiaji wa fedha za sadaka kidigitali kwenye taasisi mbalimbali za dini ili kusaidia kuimarisha shughuli za maendeleo za kidini. Hivyo amewataka Waislamu kutumia mfumo huo kuchangia mfuko wa Mufti. Hii tulishafanya kwa Wakristo na tulikuwa tunawasiliana na ofisi ya Mufti ili tuweze kufanya vile vile kwa Waislamu, na tunashukuru kwamba mwezi huu wa 3 hatimaye ofisi ya Mufti ilitualika na kukubali kushirikiana nasi kuanzisha huduma ya kutoa sadaka kidijitali kwa Waislamu inayoitwa Muslim Sadaka, ambayo ipo kwenye menu ya M-Pesa. Ukienda katika *150 *00 reli, namba 4 lipa kwa simu, then namba 1 lipa kwa simu, then namba 3 ni Muslim Sadaka, kwa ajili ya Waislamu wote Tanzania kuchangia misikiti yao na kuchangia mfuko wa maendeleo ya Mufti. Naye mmoja wa viongozi wa diaspora waishio nchini Uingereza, Hajat Zahra, amesema wamepokea mfuko huo kwa mikono miwili ili kuchangia maendeleo kupitia mfuko wa Mufti. Hivyo amewataka diaspora kujitokeza kuchangia mfuko huo kidigitali. Tumelipokea vizuri sana
na ni la muhimu sana kwa sababu watu wengi wana moyo sana wa kuweza kuchangia maendeleo ya Uislamu huku, na njia hii itawarahisishia kile ambacho wamekuwa wakijitahidi kukifanya. Na tumeona kwamba hii mfumo huu una uwazi na ni mwepesi na inaeleweka na ni rahisi mtu kuchangia katika kiwango na awamu ambayo inakupendeza wewe. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Kampuni ya Star Times imezindua kampeni mpya ya Lipa Tukuboost, ikiwa ni mkakati wa kuongeza thamani kwa wateja wake na kuchochea ukuaji wa sekta ya habari na burudani nchini, ambapo kupitia ofa hiyo wateja wanaolipia kifurushi cha mwezi mzima wanapewa nafasi ya kufurahia kifurushi cha juu zaidi bila gharama ya ziada. Ellen Manyangu anayo taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa masoko na maudhui Star Times Tanzania David Malisa amesema kuwa kampeni hii itaongeza mzunguko wa fedha katika sekta ya burudani na matangazo kwa kuwa upatikanaji mpana wa maudhui bora unachochea matumizi ya huduma za televisheni. David ameongeza kuwa hii inasaidia kukuza biashara zinazotegemea matangazo kama vile biashara ndogo na zakati zinazotumia televisheni kufikia wateja wao, na zaidi ya hayo kwa kuwa maudhui ya Star Times yanajumuisha vipindi vya elimu na michezo na inawezesha Watanzania wengi kupata maarifa na ujuzi wa kiuchumi kupitia vipindi vya kitaaluma na taarifa za biashara. Kampeni hii itaenda kwa jina ya Lipa Tukuboost. Endapo mteja wa ile dekoda ya antena akilipia kile kifurushi cha nyota cha shilingi 11,000, basi ataboostiwa mpaka kifurushi cha juu cha mambo cha shilingi 17,000 bure. Na yule mteja wa kifurushi cha mambo akilipia kifurushi kwa mwezi 17,000, basi ataboostiwa kifurushi cha uhuru cha shilingi 23,000 bure. Lakini hatujaacha wale wateja wetu wa dekoda za dish vile vile watanufaika na kampeni hii, ambayo yule mteja wa nyota wa dish akilipia 11,500 basi atapelekwa paka kifurushi cha shilingi 23,000 bure mwezi mzima, na yule ambaye analipia au atalipia kifurushi cha smart cha shilingi 23,000 basi ataboostiwa mpaka kifurushi cha shilingi 38,000 mwezi mzima bure. Kwa upande wao, mabalozi wa kampeni hiyo wamesema kuwa kwa ujumla Lipa Tukuboost ni mkakati unaosaidia kuongeza mzunguko wa fedha, kuimarisha matumizi ya huduma za kidigitali na kukuza sekta ya burudani na michezo, na kwamba hii ni hatua muhimu katika kukuza uchumi wa kidigitali na kuongeza fursa za ajira hasa kwa vijana na wafanyabiashara wadogo wanaotegemea sekta ya habari na burudani kujipatia kipato. Lengo ni kutaka kila mmoja aweze kufaidi uhondo wa tamthilia hii kali, na ndio maana baada ya kupokea request nyingi tuliamua tuianzishe tena upya kupitia kifurushi cha nyota. Kwa hiyo wewe mpenzi ambaye una kinyamuzi cha Star Times, sasa hivi utaweza kuiona utaweza kuiona Nice to Meet You kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 3 kamili usiku kupitia channel ya ST Swahili kwa gharama ya kifurushi cha shilingi 11,000 tu kama endapo utalipia kinyamuzi cha antena, lakini vile vile 11,500 kama utalipia kinyamuzi cha dishi. Kuleta hiki kifurushi cha nyota kwa bei hii ya 11,000, na ukilipa 11,000 unapelekwa mpaka kifurushi cha 17,000. Haya ni mapinduzi makubwa sana kwetu sisi kama waigizaji, kwamba hapa Star Times ni mahali salama. Asante sana Ellen Manyangu. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Tetemeko lingine la upiga mji wa Mandalay nchini Myanmar.